Mojawapo ya njia kufikia maono ya Mheshimiwa Rais ya kuongeza wigo wa fursa za ajira kwa vijana ni kuongeza nguvu katika urasimishaji wa biashara. Urasimishaji sio jambo la kwenu peke yenu, ila mna mchango mkubwa wa kutekeleza na kuwa vinara wa kushirikiana na wadau wengine muhimu ili wote twende kwa pamoja. Na mimi kwa leo ninawataka mwe na mkakati maalum wa kuongeza njia katika hili. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali pamoja na tathmini mbalimbali za wadau wetu wa maendeleo, Tanzania ina zaidi ya biashara milioni 3 mpaka 4, nyingi zikiwa biashara ndogo na za kati. Hata hivyo, zaidi ya 80% ya biashara hizo bado ziko katika sekta isiyo rasmi. Sekta hii pia ndiyo ambayo inaajiri zaidi ya 70% ya nguvu kazi nchini na inachangia sehemu kubwa ya shughuli za kiuchumi. Takwimu hizi zinaonyesha wazi kuwa licha ya umuhimu mkubwa wa sekta hii katika uchumi wetu, bado kuna pengo kubwa katika urasimishaji wa biashara. Wafanyabiashara wengi wadogo bado hawajaingia katika mfumo rasmi wa biashara kutokana na changamoto kadhaa. Na tathmini na takwimu mbalimbali ambazo zimefanyika huko nje wanasema moja ya changamoto ni uelewa mdogo kuhusu faida za kusajili biashara, ambapo baadhi ya wafanyabiashara wadogo wanaona usajili ni mzigo wa kodi badala ya fursa ya kukuza biashara zao. Athari za hali hii ni kwamba biashara nyingi zinakosa fursa muhimu kama upatikanaji wa mikopo, masoko mapana ya biashara na ulinzi wa kisheria wa shughuli zao. Aidha, kwa upande wa taifa, hali hii hupunguza wigo wa mapato ya serikali na kufanya takwimu za uchumi kuwa pungufu. Kwa kuzingatia hali hiyo, ninaamini kuwa BRELA ina nafasi muhimu sana ya kuendelea kuimarisha urasimishaji wa biashara nchini. Tunatarajia BRELA kuendelea kuimarisha mifumo ya tehama ili huduma ziendelee kuwa rahisi zaidi na za haraka na zinazopatikana popote. Mifumo mnayo na tuliwapongeza kwa mapinduzi makubwa hapo awali yaliyofanyika katika matumizi ya teknolojia. Tunalowataka ni kuupdate mifumo kulingana na mahitaji na kuwa mbele zaidi kuangalia kasi ya mahitaji. Yaani sisi tuwe mbele ya mahitaji. Kwa hiyo ni muhimu sana. Katika dunia ya leo inayobadilika kwa kasi ya teknolojia, taasisi zinazohudumia wafanyabiashara zinahitaji kuhakikisha kuwa mifumo yao ya kidijitali inaendelea kuishwa mara kwa mara ili kuendana na mahitaji ya sasa ya biashara na uwekezaji. BRELA ndio lango la mafanikio ya biashara nchini. Kwa hiyo ufanisi wa BRELA ni mojawapo ya hatua muhimu ya kufanikisha uendelevu wa biashara nchini. Nimeona mafanikio kwenye kuongezeka kwa usajili wa makampuni, majina ya biashara, alama za biashara na huduma, pamoja na utoaji wa leseni za viwanda na leseni za biashara. Haya ni mafanikio yanayostahili pongezi. Hongereni sana. Katika utendaji mmefanya vizuri kwenye makusanyo na gawio. Tunawapongeza sana na tunataka muendelee kuboresha ufanisi ili tuendelee kupata mafanikio zaidi. Rasilimali watu ndio mhimili wa mafanikio ya taasisi yoyote. Serikali inatambua umuhimu wa mafunzo endelevu, motisha kazini, mazingira bora ya kazi na ustawi wa watumishi. Hivyo basi, moja wajibu mkubwa wa mwajiri ni kuhakikisha maslahi ya wafanyakazi yanalindwa, haki zao za msingi zinazingatiwa na mazingira bora ya kazi yanatolewa. Kwa upande wa huduma, ndugu zangu, naomba kuwakumbusha, kwa sasa sisi kama serikali tulikubaliana tunafanya udhibiti na uwezeshaji. Kwa hiyo kwa yale masuala yote ambayo yalikuwa yana taswira ya udhibiti peke yake, ni muhimu sasa yaanze kufanyiwa marekebisho na yawe yana taswira ya uwezeshaji. Unapodhibiti lazima uweke na mwanya wa kuwezesha kwa ajili ya uendelevu wa biashara. Pamoja na kwamba feedback nyingi wetu waga hatupendi, lakini yalikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba ndani ya siku 100 taasisi zote zipitie mifumo yake ya kupata mrejesho wa huduma na kufanya kazi na kuhakikisha mifumo hiyo ni rafiki, inaweza kuwa accessed kwa urahisi ili tuweze kupata feedback. Kwa hiyo ninawaomba mfanyie kazi maelekezo hayo ya Mheshimiwa Rais. Ndani ya muda mfupi tuweze kuwa na mfumo rafiki wa kupata feedback kwa wateja wetu. Mheshimiwa Waziri, katika kipindi cha nusu mwaka wa fedha 2025/26 wakala umeendelea kuonesha mwenendo mzuri wa kiutendaji wa kifedha.
taarifa ya utendaji inaonyesha kuwa utekelezaji wa malengo umefikia 78%, hali inayoashiria kuwa taasisi ipo kwenye mwelekeo sahihi wa kufikia malengo ya mwaka mzima. Kwa upande wa mapato, wakala umefanikiwa kuvuka lengo kwa kufikia 105%, jambo linalodhihirisha uimara wa mifumo ya ukusanyaji na ufanisi katika usimamizi wa rasilimali. Vile vile, katika kipindi husika, jumla ya shilingi bilioni 3.1 zimewasilishwa kwa msajili wa hazina. Hatua hii inathibitisha uzingatiaji wa sheria na uwajibikaji wa taasisi katika usimamizi wa mapato ya umma. Mafanikio haya yamechangiwa kwa kiasi kikubwa na mshikamano, bidii na kujituma kwa wafanyakazi wote wa BRELA pamoja na usimamizi madhubuti wa management na miongozo ya wizara. Mheshimiwa Waziri, katika mwaka wa fedha 2026/27 wakala utaanza utekelezaji wa mpango mkakati wa BRELA ambao ni unaanzia 2026 mpaka 2031. Mpango huu umeandaliwa kuzingatia dira ya taifa 2050 ambayo inalenga kukuza uchumi shindani, kuongeza ajira kwa vijana na kuhakikisha maendeleo endelevu ya viwanda na sekta binafsi.